Karibuni tena jioni ya leo. Ninachukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutuunganisha tena baada ya siku ambayo imekuwa ndefu. Bwana ni mwema, ametulinda, ametubariki na ametupatia uhai. Jina lake litukuzwe. Na chukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha vijana wote popote ambapo mnafuatilia katika ulimwengu nzima, katika nchi ya Kenya, nchi za Tanzania, na pia katika nchi zote ambazo zipo na watu wanafuatilia kwenye platform zetu za Present Truth Loud Cry Ministry, Biblia Nuru ya Dunia, Warning Voice of the Last Days na Biblia Msingi wa Mwana Matengenezo. Kwa hivyo karibuni sana jioni ya leo. Hii ni siku ya 5 katika juma letu la maombi kwa ajili ya vijana. Na sababu ambayo tuliweza kuamua tuweze kuleta somo hili ni kwa sababu shetani anajua vijana wakiwa na mwelekeo mwema wataweza kufanikisha kazi ya Mungu kwa njia ambayo Mungu ataikubali. Kwa hivyo lazima tuweze kuhakikisha ya kwamba vijana wameimarishwa vyema, vijana wameelekezwa vyema, na kwamba vijana wetu wameweza kuelewa ukweli na waweze kusimama katika kweli. Kwa hivyo leo ni siku ya 5 na tutaangalia kwa undani tutapata kibali kivipi machoni pa Mungu. Hasa baada ya msuko kuwa mwingi, tutaweza kujenga mada hii ili kwamba vijana waweze kufaidika baada ya somo ambazo tumekuwa nazo, na leo ni siku ya 5. Kama kuna kitu ambacho tunafaa kujua kwa haraka ni jinsi ambavyo tunaweza kupata kibali machoni pa Mungu ili kwamba ili kwamba tuwe ni wenye kubarikiwa na Mungu. Tuwe ni wale ambao wamebarikiwa na Mungu kama vijana. Kila jambo ambalo tunalitenda Mungu amekuwa ameweka mkono wake. Si kwamba tunatenda mambo sisi kivyetu bila uwepo wa Mungu. Musa alimwambia Mungu, uwepo wako usipoambatana nasi tutapotea. Na akasema usituache Mungu. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuwasihi vijana ya kwamba kama vile ambavyo Musa alivyomwomba Mungu uwepo wako uende pamoja nasi, na sisi pia tuweze kumsihi Mungu ya kwamba uwepo wake uweze kwenda nasi katika kila jambo ambalo tunalolifanya, tukizingatia kwamba Mungu ako tayari kutuhurumia na kutusaidia. Kabla tujaendelea sana na kualika kwa ajili ya maombi, tunaomba. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Jioni njema umetubariki tena, umetupatia nafasi ya kuendeleza somo na pia kuunganika pamoja kwa ajili ya maombi ya siku ya leo. Neema yako itutoshe tuanzapo hadi mwisho. Kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Asante. Jana tumeangalia somo ambalo ni nzuri, mke wa ujana wako. Na nafikiri ya kwamba leo pia Mungu atatubariki kwa pamoja, tukiwa na nia ya kwamba neno la Mungu ni taa, litatuongoza kwa kila jambo. Biblia inasema ya kwamba vijana inatupasa kutembea katika nuru. Wacha nianze tu na maandiko machache yanayotusaidia kama vijana tuweze kuelewa ya kwamba sisi kama wana matengenezo tuko na ujumbe ambao si wa kawaida. Kwanza, kila kijana mwana matengenezo anafaa kuelewa ya kwamba our message is not a common message. Kwa hivyo tuko kwa vita na shetani siku zote. Lazima tuwe sober minded. Lazima tuwe watu ambao wako alert katika kila jambo ambalo tunafanya. Wale vijana ambao wamejiunganisha na kikundi cha wana matengenezo, lazima tuwe waangalifu kwa kila jambo. Kama hatutakuwa waangalifu, shetani atatushinda. Tuko katika vita, na vita hivi vitaendelea. Shetani hana vita na wengine, ako na vita na wale ambao wamekubali kurejea katika misingi ya imani, na wale ambao siku zote wanahimiza wenzao warejee katika kweli. Shetani atatupiga vita. Kwa hivyo tusimpatie shetani njia yoyote ile ya kuweza kutushinda. Lazima tuzibe kila ufa, lazima tuzibe kila mwanya ili kwamba shetani asije akapata kutushinda. Paulo anasema katika Wakorintho wa pili 2:11 2 Corinthians chapter number 2 and verses number 13. Kumbuka leo tunazungumzia
tutapataje kibali machoni pa Bwana kama vijana wana matengenezo? Najua kuna watu ambao wameingia katika matatizo tayari. Kuna wale ambao wamejikuta katika matatizo. Kuna wale ambao hawajajua, kuna wale ambao wanajua. Tutapataje kibali machoni pa Bwana ili kwamba tena tuweze kusimama na tukiwa na God's favor, ama tukiwa na kibali cha Bwana? Hilo ndilo somo ambalo nitaliangalia, lakini pia nitakuwa ni mwenye kuendeleza vipengele kadha wa kadha ambazo sikuwa nimegusia katika somo la jana. Paulo anasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Wakorintho wa pili 2:11. Aya hii inatusaidia sana kuweza kujua ya kwamba hata Paulo alijua. Na unajua Paulo alikuwa mara nyingi anamshauri Timotheo, hata Tito, au walikuwa ni vijana. Tito alikuwa ni kijana, Timotheo alikuwa ni kijana. Ndio unaona wakati Paulo anapoondoka katika historia ya dunia, anapoaga ama anapoona ya kwamba sasa mwisho wake umefikia, anamwambia Timotheo amevipiga vita vilivyo imara. Anamuhimiza kijana akae katika misingi ya imani. Hebu nisaidie Timotheo wa pili, ni mstari wake wacha nianzie mstari wake ni wa 7. Hebu nione Timotheo wa pili. Sikiliza maneno ya Paulo tunapojenga mada jioni ya leo. 2 Timothy chapter number 4. Nitaanzia mstari wake ni wa 5. Mawazo ama mahusia ya mwisho ya Paulo kwa Timotheo. Anamwambia, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Huyu ni kijana. Vumilia mabaya. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Timiliza huduma yako. Umeona? Anamwambia ingia katika huduma. Jishughulishe katika kazi ya Mungu. Wewe ni kijana barobaro, kwa maana mimi sasa ninamiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Unaona? Paulo anasema amepiga vita na anasema imani ameilinda. Sasa anamwambia Timotheo huyu ya kwamba naye aweze kufanya kazi ya Mungu aliyoitiwa kama kijana. Mbona Paulo hakumwambia Timotheo aweze kufikiria mambo ya jinsi ambavyo atatafutana na wanawake ama kutafutana na wasichana? Kwa nini Timotheo hakumwambia hayo mambo? Kwa sababu Timotheo, kwa nini Paulo hakumweleza? Kwa sababu Paulo, hawa ni watu ambao wanajua maandiko. Hawa ni watu ambao wanajua zile ambazo zinaitwa ahadi za Mungu. Mfano, na unajua Paulo alikuwa ni msomi, alikuwa ni Myahudi, alikuwa amesoma sana Agano la Kale. Hawa ni watu ambao walikuwa wamesoma sana. Maandiko yanaposema katika Methali 22:18, sikiliza. Haya ni baadhi ya maandiko ambayo Paulo alijua. Si kwamba hakujua. Anapozungumza na nani? 22. Inasema katika kitabu cha Methali. Methali sura yake ni ya ngapi ile? Acha nitafute kwa haraka. 18. Methali 18:22. Methali 18:22 inasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa hivyo kijana, sikiliza, ukitaka kibali kwa Bwana, God's favor, lazima uwe na mke mwema. Na mke mwema si wewe unajipatia, ni Mungu anakupatia. Ukiruhusu Mungu akupatie mume, utakuwa na kibali kwa Bwana, God's favor. Ni kwa nini leo familia nyingi ziko na majonzi? Kwa nini leo watu wameoana miaka 3-4 lakini hawana amani katika manyumba yao? Na ni watu ambao ni matajiri, wengine wako na hela, wako na mali, lakini hawana amani. Ni kwa sababu wao walijitwalia wake. Ukiangalia asilimia kubwa hawana God's favor, kibali cha Mungu hawana. Lazima tuwe waangalifu, tuwe na kibali cha Mungu. Inamaanisha ya kwamba tukiondoka katika kibali cha Mungu hatuwezi. Maandiko yanasema katika kutafuta kibali kwa Mungu, na kwamba tuhakikishe ya kwamba mke ni mwema ama mume ni mwema. Yule ambaye anakuchumbia ni Mungu ameleta, si wewe
uliyetafuta kwa uweza wako, ni Mungu ameleta. Unahakikisha ya kwamba yule ambaye unamchumbia kama ni kijana wa kike, ni Mungu amekudhihirishia. Najua Musa alimwambia Mungu, nionyeshe utukufu wako. Na kama utukufu wako utaambatana pamoja nasi, sisi tutaangamia. Leo ningependa kusikia sauti ya vijana wakisema, Mungu, wema wako na utukufu wako usipoandamana pamoja nasi katika masuala haya, tutaangamia. Mungu tusaidie. Yakobo alimkamata Yesu usiku wa vita. Akamwambia Yesu, sitakuachilia mpaka utakaponibariki. Ikabidi ambariki. Akamwambia sawa, nimekusikia. Maana alimenyana naye vita vya maombi usiku kucha. Sikiliza, mambo ya ndoa sio ya mzaha. Lazima tuwe ni watu tunamenyana na Mungu katika maombi. Bwana, mpaka utakaponibariki sitakuacha kamwe. Nataka kusikiliza tamko kutoka katika kinywa chako mwenyewe kwangu mimi kuhusiana na jambo hili. Maana jambo hili linamaanisha kifo ama uzima. Linamaanisha tutapokea uzima wa milele ama tuangamie milele. Wewe unajua kupata mwanamke ambaye anakusumbua, unajua kuingia kwa kaburi ni rahisi, na utapoteza uzima wa milele kwa sababu ya mawazo na misongo. Kupata mwanaume ambaye Mungu hajakupa inaweza kusababisha upoteze mambo ya uzima wa milele. Kwa sababu tunashauriwa katika vitabu, make haste slowly. Tembea kwa utaratibu katika hayo maswala, na uhakikishe mpaka utakapohakikisha ya kwamba ni Mungu anaongoza, piga hatua. Lakini kabla haujahakikisha ni Mungu anaongoza, kanyanga breki rafiki yangu. Kanyanga breki, enda polepole. Katika maswala ya kuchumbiana, Biblia inaonyesha ya kwamba kuna wazee wa imani ambao wanahusika katika maswala yote ya Israeli. Kama si wazee wa Israeli, kulikuwa na manabii. Hawa ndio watu ambao Mungu aliwatumia wakati ambapo walikuwa na maswala ya imani. Musa aliketi akachagua wazee 70. Hiyo ni katika kitabu cha Mwanzo. Lakini baadaye hata kusoma kitabu cha Hesabu 11, Numbers chapter 11 verse 16. Tuende pale kwa haraka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina, 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 amina. Hakikisha kama kawaida unaandika, usije ukaachwa nyuma. Nasoma kitabu cha Numbers ama Hesabu. Soma kitabu cha Numbers, Hesabu 11. Nataka nikuonyeshe ya kwamba ndani ya Biblia Mungu anawathamini wazee wa imani. Maana wazee wa imani wako na mahusia mema. Hawa ni watu ambao wanahusikana na mambo ya Mungu. Kwa hivyo kanisa lote la wana wa Israeli lazima watafute mashauri kwa wazee. Alafu ndio nikuonyeshe vile ambavyo wazee wa imani walivyofanya katika Agano la Kale. Kitabu cha Numbers chapter 11, Hesabu 11. Nitaanzia aya yake ni ya 16. Biblia inasema, Musa anaambiwa na Mungu. Kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida, yani maafisa. Kando na wazee kulikuwa na watendakazi wanaitwa officers, maakida juu yao. Ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Unaona? 17. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Kwa hivyo kando na Musa ambaye ni kiongozi katika movement hii inaitwa reformatory movement, kulikuwa na wazee wa imani, na Mungu alijua ya kwamba wazee watatumika kutatua na kusaidia masuala ya imani. Leo tunazungumzia vijana. Na ukiangalia ndoa ya Isaka, sikiliza, katika Biblia hakuna mwanaume aliyeenda akachukua mwanamke hivi hivi. Sikilizeni. Aidha wazazi walihusika, wazee wa imani walihusika, manabii walihusika. Inamaanisha ya kwamba kanisa lote linahusika katika masuala ya ndoa. Kama utataka kupata kibali machoni pa Mungu, wazee. Unajua Musa anaitwa patriarch. Alikuwa ni nabii. Ibrahimu alikuwa ni mzee wa imani, inaitwa patriarchs. Kulikuwa na patriarchs and prophets. Unaona,
wazee wa imani na manabii. Sasa Ibrahimu alikuwa mzee wa imani, hakuwa nabii. Musa alikuwa ni nabii. Sasa sikiliza, wakati Isaka anaenda kuolewa, ndio nikupatie mfano wewe kijana. Sikiliza, nataka tusome kitabu cha Mwanzo, Genesis 24. Tutapataje kibali kwa Mungu? Usiruhusu kuchumbiwa na kuposwa na mwanaume kabla jambo hilo halijajulikana na kanisa kwa jumla na wazee wa imani ama na wazazi. Kibali kwa Mungu. Sikiliza, jana tulisoma andiko ambalo lilituambia ya kwamba tusifanye vitu kwa siri. Sababu kubwa ambayo vijana wengi wanaingia katika mess ni kwa sababu wanafanya vitu kisiri. Watu wanakuja kushtukia baadaye, ala, na si tulikuwa naona huyu na huyu hako ametangaza msimamo. Kwanza unafungia hata vijana wengine. Unamweka msichana karibu na wewe na hauna intention yoyote, na wewe unajua kabisa, na hiyo ni dhambi. Sasa wanaume wengine wako kando kando wanajua ule ameshakuwa booked. Kumbe na wewe hauna chochote hapo na umemweka karibu. Mkimaliza ibada mko na yeye, mkienda nyumbani mko na yeye, mkionekana huko nje kwa hoteli mko na yeye, kwa uwanja wa crusade mko na yeye. Sasa watu kanisa mzima likajua wale ni wapenzi, tunasubiri tu tusikie tangazo. Kumbe na wewe hauna nia kama hiyo. Alafu umefungia vijana wengine na wao. Unafanya makosa na dhambi. Kwa maana mawazo ya mwanamke na mawazo ya mwanaume si the same, hazifanani. Hazifanani. Unaona matatizo? Kwa hiyo inapofika kipindi ambacho unatangaza rasmi, huyu alikuwa tu ndio rafiki yangu, unavunja moyo wa mwenzako. Jambo la pili, umewafungia wengine kwa muda mrefu. Never put a lady too close if you do not have any intention. Wacha wawe marafiki tu. Unaposoma katika Biblia kitabu cha Mwanzo sura yake ni 24. Anzia mstari wake ni 4. Genesis 24. Nataka nisome polepole nikuonyeshe vipengele kadha wa kadha katika Biblia ambazo zitatusaidia kama vijana kuweza kujenga hii hoja ama hii mada iweze kueleweka vizuri. Soma kitabu gani nimesema? Genesis 24 and verses number 4. Nitaanzia aya yake ni ya 4. Biblia inasema maneno yafuatayo. Huyu ni Ibrahimu anamtuma yule ambaye ni mmoja wa watendakazi wake. Anamchagua mzee wa imani. Anamwambia, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Anachukua mzee wa imani. Anamwambia nenda. Unaona? Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hata kubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi uliotoka? Kitu ambacho Ibrahimu alijua ni ya kwamba hatuwezi kutoa wanawake ama wanaume ili kwamba wasichana wetu ama wanaume wetu waweze kuolewa ama kuoleka kama hao wanaume au wanawake si wa imani. Hilo ni jambo ambalo tuliweza kuzungumzia jana. Inaitwa must haves. Lazima awe ni wa imani. Imani. Wawili hawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Kupatana kupi? Ya kwanza ni masuala ya imani. Wacha mwana matengenezo watafute mwana matengenezo mwenzake. Wacha wale wa Jumapili watafutane kivyao. Salvation Army watafutane kivyao. Nominal SDA watafutane kivyao. Wacha wana matengenezo watafutane kivyao. Inasema, ukiendelea katika mstari wake ni wa 22. Teremka tu mpaka chini. Genesis 24 verses number 22. Unajua yule mjakazi ama yule mtendakazi anapofika katika nchi hiyo, unakuona vikempengele, anakutana na Rebeka akiwa anawapatia ama anawapa ngamia maji pale kwenye kisima. Inasema mstari wake ni 21. Basi yule mtu akamkazia macho, huyu ni Rebeka, akanyamaza ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Sikiliza, wewe kijana ambaye kazi yako ni kuchumbia huyu, alafu unafikiri unatumia akili yako. Je, uko na uhakika Bwana anafanikisha safari uliyo nayo? Hiyo safari uliyo nayo. Maana huyu anataka kuona kweli kama Bwana ndiye amefanikisha hiyo safari ya kutafuta mchumba. Ninakuuliza tena, ni Bwana amefanikisha ama ni wewe unajifanikishia? Wewe mwanadada ambaye unafuatilia, je, ni Bwana alifanikisha ama ni wewe ulitorokea huko? Njoo, kuna wengine hata wameozwa. Mama yake alimwambia, wewe unazeekea hapa kwa nyumba, fanya hivi. Niko na kijana mmoja na ninamjua. Na huyo kijana ni wetu.
Unaona? Msichana akafanya hima, akasikia sauti ya mama yake. Hawakuomba, hawakufanya chochote, mama alisema ndio huyu, naye akaingia kwake. Hakuolewa, hata Mungu hakujua. Kwa kifupi aliibiwa. Saa hizi zile mashida wanakula kwa hiyo nyumba. Yeye na Mungu na shetani, watu wangapi? 3 ndio wanajua. Na mume wake watu 4. Matatizo chungu mzima. Maandiko yanasema huyu akawa anataka kujua kama ni Mungu anafanikisha hiyo safari ama sio Mungu. Mstari wake ni wangapi? 22. Ikawa ngamia walipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu. Uzani wake ulikuwa nusu shekeli. Unaona? Na vikuukuu 2 vya mikono yake. Uzani wake ulikuwa shekeli 10 za dhahabu. Akasema, binti wa nani wewe? Unaona? Ako na zawadi analeta, tayari amejibeba. Sasa aendi tu kumposa mwanamke, aendi tu kumzungumzia yule msichana. Jambo la kwanza namuuliza, binti ya nani wewe? Sikilizeni vijana. Unapochumbia msichana yeyote ama kijana yeyote wa kike, jambo la kwanza lazima upate kujua yeye ni binti ya nani. Jua kwao. Jua wazazi ni akina nani. Unajua nilikutana na vijana wengine wamechumbiana miaka 5, hata wazazi hawana habari. Unaiba moyo wa msichana kutoka kwao ama kutoka kwa mama yake. You are stealing the affections. Mama hana habari, baba yake hana habari, lakini wewe umekaa naye miaka 2, 3. Maandiko yanasema jua wazazi wake, itakusaidia kabla hujaenda sana. Mwingine anaoa akiwa Nairobi, hata hajaienda kwa kina msichana ajue wazazi. Yeye alichukua msichana wakaingia, akaishi. Wewe ni mke wangu, tutaenda kwa wazazi baadaye. Anapopanga safari kwenda sasa baadaye, kisha zaa mtoto wa kwanza. Sasa twende nijue wazazi wako. Kifika kwa boma, msichana anasema wewe tulia tu, wazazi wanakuja. Wanakuja kweli? Watakuja tu. Wazazi wanakuja kitu jioni, wametoka shughuli zao, au ndio kijana ameposa na ameoa na amekaa na msichana wetu. Mama anaangalia tu hivi, anapita kwa jikoni, macho zile zinakuangalia, amejileta leo. Tena azungumzi. Ikifika masaa ya kulala, hawajazungumza ni jioni, watazungumza kesho asubuhi. Jioni anaonyesha mahali pa kulala. Si alienda kutembea, ameenda kivyake. Usiku anasikia mbio sasa zinaanza. Boma. Hajawahi enda, ameenda mara ya kwanza. Boom, milango. Nini hizi? Ama ni ako kwa boma ya wenyewe, amekuja mara ya kwanza. Hajawahi enda, ndiye ameingia mara ya kwanza. Msichana amelala kwingine, yeye amepatiwa kanyumba alale ya ndugu ya msichana, maana ndugu ya msichana yako Nairobi, lala hapo usiku. Boom, mlango inagongwa. Kumbe boma ni ya wachawi, night runners. Ikifika saa 6, saa 7 usiku, kila mtu anabadilisha nguo, watu wanaenda kukimbia. Wale wanakimbiza maiti wanakimbiza, wale wanafukua maiti wanafukua, wale wanapeleka watu kulima wanapeleka. Inakuwa ni mbio usiku. Sasa anashangaa, anaitana na ni kwa giza au ni mtu. Anajaribu kulala, boom. Anapiga makelele, hata mke aliyeoa ameingia kwa mbio. Jamaa anafungua dirisha, anaangalia, anawakisha mataa, haoni watu. Akienda kulala, mlango inagongwa. Hajawahi kujua wazazi wa msichana ni akina nani. Sasa kukipambazuka ndiye anauliza, na jana usiku mtu amenisumbua, sijalala. Wazazi wamekaa pale wanamuangalia hivi tu. Unajua sijalala. Wote wanajua hilo ndilo jambo ambalo linafanyika kwenye hilo boma. Yeye ameenda mara ya kwanza, anashtuka, anashangaa, ni nani yule alikuwa ananigongea mlango? Hajajua boma yote ni ya night runners, wale wanakimbianga usiku. Yaani ndio anakuja kugundua baada ya mwaka 1 wamezaa hata mtoto. Ndio anaenda kuambiwa mara ya kwanza, kaa hapo kijana. Kwa nini wewe ulioa msichana wetu na hatujui? Kwanza ujue boma hii sisi tuko na mila zetu. Na usiku saa 7 tunaendanga mbio. Night runners anajua mara ya kwanza. Kwa hivyo kama kijana lazima ujue wazazi wake ni akina nani. Ukitaka kupata kibali machoni pa Mungu kama kijana, hakikisha ya kwamba wazazi wa msichana
ama wazazi wa mwanaume wanakujua. Hakikisha wanakujua. Tunateremka na ile andiko la Mwanzo 24 mstari wake ni wa 23. Akasema, binti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako? Tupate mahali pa kukaa kwa muda. Maana wanakwenda kuchunguza. Wanakaa kwa muda. Wanataka kupata the information kutoka kwa kina msichana. Unajua wanaume wengine nao hawana akili hapa Nairobi. Ati yeye ni mwanaume mwana matengenezo. Sasa wewe ni mwana matengenezo aina gani? Umewahi kuchunguza kwa kina msichana ni lini? Jozi ilikuwa naambiwa na mwingine, ati unajua sasa tunapanga harusi, umemjua siku ngapi? Tuko na miezi 3. Na nataka tuoane haraka. Endelea tu. Endelea muoane haraka. Huyo anasema tunataka kukaa hapo kwa muda, kwa maana kuna information lazima arudishie Ibrahimu. Maandiko yanasema katika mstari wake ni wa 24. Akasema, mimi ni binti wa Bethuel, mwana wa Milka, aliyemzalia Nahori. Unaona? Tena akamwambia, kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Walijua. Kwa hivyo msichana anataja baba yake, anataja mama yake, anataja kwao. Yule binti ambaye umemposa Nairobi hii wewe, ama katika mji huo ulioposa, je, anajua kwao? Anajua mama yake kwa jina, baba yake kwa jina, anajulikana kwao. Ya kutisha watu Nairobi. Maandiko yanasema mstari wake ni wa 26, yule mtu akainama akamsujudu Bwana, yani akamtukuza Mungu, maana ishara zote alikuwa ameziona. Maandiko yanasema akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Anasema ya kwamba ni Bwana amefanyeje? Ameniongoza mpaka hapa. Kama sio Bwana atakaye kuongoza wewe kijana wa kike au kiume, wachana na mpango huo mpaka uhakikishe ni Bwana anayeongoza. Ni Bwana anayeongoza. Unajua kuna wale wanajiongoza, wala Bwana haongozi. Kuna wale wanajiongoza, wanasema unajua, hata kuna wale wanaomba ati mke mwema utoka kwa Bwana. Naomba Mungu sana, Bwana unisaidie, mimi nataka mke mwema. Lakini kwa mawazo ako na nani? Kwa mawazo ako na Lea kwa mawazo, ama ako na Edith kwa mawazo. Yani anaomba na macho moja amefungua, Bwana unisaidie, Bwana unisaidie. Tayari anaona, lakini anaomba Bwana unisaidie na macho yake ishaona. Wewe jiongoze tu, endelea kujiongoza. Bwana hayupo hapo. Inasema mstari wake ni 28. Basi yule msichana akapiga mbio, akawaambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo. Sikiliza, ukitaka kibali kwa Bwana, wewe kijana wa kike, ukisikia mwanaume anakutafuta ama anakuchumbia na anakuposa, anataka kuwa na urafiki na wewe, na ukubali. Jambo la kwanza, kimbia kwenu. Nenda kumwambia mama yako, nenda kuambia watu wa kwenu. Usiwaweke kwa giza ukitaka kibali machoni pa Bwana. Nenda ukawaambie. Ni wasichana wangapi leo wanafanya hiyo? Ama wanakaa mwaka moja na pachikwa mpaka mimba. Kwanza anaenda kutoa hata mama yake ajue. Yeye anakaanga hivi kwa ajui, mama hajui mpaka leo. Msichana wangu aliadhi ya mimba, hana habari. Wamekuwa katika uhusiano miaka 2. Mama hana habari, baba hana habari. Unauliza ndugu zake hawajui. Ukitaka kibali kwa Bwana, hakikisha watu wa kwenu wanajua huyo mwanaume. Ukitaka kibali kwa Bwana, favor. Lakini kama hutaki, wewe endelea kufanya vile unataka. Sasa huyu mzee aliyechaguliwa na nani? Na Ibrahimu. Inatuonyesha ya kwamba mzee wa imani anajua. Watu wa kwenu nyumbani wanajua. Msichana akapiga mbio, akaenda kwao. Wakina dada wale wanapiga mbio, wanaenda wapi? Ameniposa huu. Anapiga mbio, anaenda kwa rafiki zake kupiga moshene. Badala aende kwao, aambie mama. Aone kama mama ako pamoja naye. Kitaka kibali, waeleze watu. Maana maandiko yanasema katika Yohana 3 mstari wake ni 20. Tunarudi hapo sasa hivi. John chapter 3 and verses number 20. Yani kuonyesha kitu. Hili ni andiko ambalo nilikuwa nimelisoma baadaye, ili mambo iko sawa. Yohana 3:20. Sikiliza. Mimi nashangaa na vijana wa kike leo.
Mnabebwa tu. Maandiko yanasema maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nini? Nuru. Wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Unaona? Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kutenda mambo yetu katika nuru. Huyu ni Yohana. Na Yohana amerudia mara ya pili. Enda 1 John chapter 1. 1 John. Yohana wa kwanza, sikiliza. 1 mstari wake ni wa 7. Yohana wa kwanza 1. Sikilizeni anzia mstari wake ni wa 6. Yohana kwa 1:6. Wewe kijana, kwa nini unataka kuposa msichana wenyewe na ukae naye miaka 2 na wazazi hawajui? Uko na mpango gani wewe? Na unajiita mwana matengenezo? Hiyo ni uongo. Maandiko yanasema tukisema ya kwamba tuwashirikiana naye, tena tukienenda gizani, tuwasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Mstari wa 7. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, tuwashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zetu. Bwana atukuzwe kwa jambo hili. Na imani ya kwamba nazungumza na kijana, hakikisha ya kwamba wazee wa kanisa wanaelewa jambo hilo. Hakikisha ya kwamba unatembea katika nuru. Kama unajua vijana wa dunia nao wako na mambo yao. Nilikuwa nauliza mwingine zamani, sasa wewe uko na girlfriends 5 na wewe ni mtu wa kanisa 5, akaniita kando. Vijana ni wajinga, sikilizeni. Na ni wanaume. Ati wewe unajua wewe usicheze, wewe siku hizi huwezi kujua. Nini unaniambia? Wewe siku hizi huwezi kujua. Lazima ukuwe na 5. Ndio huyu akikataa unabaki na 4. Huyu akiruka unabaki na 3 hivyo. Unacheza ni mambo ya karata. Yaani ni pata potea, unajaribu. Hivyo ndivyo wanavyozungumza vijana wa dunia, na wengine baadhi yao kanisani wanazungumza hivyo. Unawavunja wasichana ama vijana wa kike moyo wakati anapokuona unapofanya matendo kama hayo na ni ya giza. Mungu amekataa. Tunamwabudu Mungu anayeweza, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Danieli, Mishaeli, Anania na Azaria. Huyo ni Mungu wa ujumbe wa malaika watatu, Mungu asiyeshindwa. Kwa hivyo lazima tumwamini Mungu vikamilifu ya kwamba Mungu anaweza, anao uwezo huo. Lazima tuamini ya kwamba anaelekeza katika kila hatua. Tusije tukaingia katika matendo ya giza, na maandiko matakatifu hayajaturuhusu. Unapoendelea katika Mwanzo 24. Sikilizeni vijana ambao mnanifuatilia. Sikilizeni vijana. Genesis 24. Tulikuwa aya gani? Baada ya huyu msichana Rebeka kupiga mbiu, akaenda kupasha watu wao habari. Ona, ngojea mpaka mtu karibu anataka kuleta mahari ndio anakuja. Ati sasa mama, niko na mtu. Nini unatuambia? Ndio nakuta wasichana wengine hapo katikati amevunjika moyo, mwingine anapatikana na mama yake kwa room, ati anataka kumeza dawa za kujiua. Nini mbaya? Mama hana habari. Msichana alikuwa kwa uhusiano, hana habari. Eleza watu wenu, ndio mambo yakiharibika wanaweza kukushikilia. Kamata hiyo point vizuri. Ukitaka kibali machoni pa Bwana, soma kitabu gani? Genesis chapter 24 verse 29 inasema, na Rebeka alikuwa na kaka. Angalia. Alikuwa na kaka yake, jina lake Laban. Laban akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Inamaanisha Rebeka alienda akamwambia ndugu yake. Alikaambia mama, akaambia baba, akaambia ndugu zake na watu wao. Sasa huyu Laban akatoka mbio kwenda kuhakikisha. Ikawa alipoona lile pete na vikukuu mkononi mwa nduguye, akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivyo ndivyo alivyoniambia mtu huyo. Basi akamjia mtu yule, na tazama amesimama karibu na ngamia kisimani. Umeona? Sasa kitu gani kikafanyika baadaye? Nataka uteremke mpaka pale chini. Wacha niteremke maana kisa hicho ni kirefu sana. Nachukua tu vipengele viwili vitatu. Ukifika mstari wake ni wangapi ile? Anzia mstari wake ni wa 54. Enda mpaka mstari wake wa 54. Ukitaka kibali machoni pa Bwana. Maandiko yanasema baadaye wakala wakanywa yeye na watu walioko pamoja naye. Inamaanisha huyu jamaa aliyetumwa na Ibrahimu wanatuwekea principles za kufuata
ili kwamba tufanikishe safari yetu ya kupata mchumba ambaye utaoa. Hii Biblia imeandika kama principles tunafuata, ni kielelezo, ni mwelekeo. Sasa yule jamaa anakaribishwa na wanakula na wanakunywa pamoja na hiyo familia. Maana ni kitu ambacho kinafanyika si kwa siri. Wapendwa wasikilizeni. Ni kitu ambacho kinafanyika kwa wazi. Maandiko yanasema baada ya kula wakaondoka asubuhi, naye akasema nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu, yani Ibrahimu. Mstari wa 55. Ndugu yake na mama yake wakasema msichana na akae kwetu kama siku 10 zisizopungua, baadaye aende. Unaona? Akae na sisi. Peleka habari. Msichana yupo lakini akae na sisi kwanza. Tunataka tumshauri sisi kama familia, ili kwamba anapoingia katika mahusiano hayo, familia imekubali, mama amekubali, baba amekubali. Siku moja katika mji wa Nakuru, ilikuwa zamani mwaka 2005. Nazungumza na vijana ambao wanafikiria kwamba wanaweza kuingia katika uchumba na wazazi wao wasiwahusishi. Ama baba akikataa ni hivyo. Kuna msichana mmoja wa kanisa alikuwa ni mrembo, alikuwa anavutia zamani hizo. Na alikuwa pia ni kijana ama mwana youth katika youth group. Sitataja hilo kanisa, kisa ambacho kipo. Sasa kukawa na kijana mmoja pale kwenye estate ambaye amevutiwa sana. Unajua maandiko yanasema huwezi olewa na mtu ambaye si wa imani. Unajua shetani ni mkatili sana. Sasa yule kijana ama yule jamaa wa nje ikabidi afanye vyovyote ili aingie katika imani. Na ndio sababu tunawaambia vijana wetu, hakikisha unamchunguza mtu. Hata wale wanadai ni wana matengenezo, tuko na wao, chunguza mtu. Sasa yule alikuja, akaingia darasa la ubatizo, akakubali ujumbe, akabatizwa, akakaa. Mimi nakwambia taratibu tu. Shetani ni mjinga, akiamua. Akakaa kabisa miezi 6-7, akabatizwa kabisa. Baadaye akaanza kumchumbia yule msichana. Ulibatizwa? Asiwe ulisema huwezi kunioa maana mimi ni mtu wa dunia. Hata sasa nishaamini. Msichana akaingia box. Hata afikiri yeye ameanza kukubaliana na mwanao. Maana kitu ambacho kilikuwa kimemzuia ndicho hiko. Na ujue wazazi wake hawakuwa ni watu wa kanisa. Wazazi wa msichana hawakuwa ni watu wa imani. Sasa walipochumbiana, msichana akakubali. Sijui alikubali kivipi. Sijui kama ni Mungu alikuwa anamuelekeza, hata pasipo kuomba ama pasipo kuchunguza. Wakawa na mahusiano ya miezi 5-6. Yule kijana akajua nikikaakaa sana hapa itaumana. Wacha nimposa huyu mwanadada ili tuanze mipango ya ndoa. Msichana akaona yeye anaposo, ni jamaa mzuri, hata anaimba, hata anafanya activities kwenye kanisa. Sasa alipoenda kwao akamjulisha mzazi, mama yake. Mama akasema mimi sina shida, hebu mlete nyumbani tumuone. Unajua baba ya msichana ni yule analala kwa mtaro ya maji taka baada ya kunywa pombe. Ni wale wanatembea wakianguka. Alipomleta siku hiyo, baba alikuwa mlevi sana. Baba alipoingia nyumbani akiwa amelewa, maana jana alikuwa amedokezewa jana yake na mama ya kwamba kesho binti yetu analeta mgeni. Mzee alipoingia kwa nyumba akiwa amelewa, akaona kijana, akasema huyu sitaki. Sitaki na nimeenda. Hivyo. Msichana akasema sasa wewe ulikuwa na maisha. Waachana na sisi. Nilijua Abdadi atakataa na hizo pombe zake. Baba yake amekataa. Baba alisema tu, alimuangalia tu kwa macho na hiyo pombe yake, huyu sitaki. Msichana akaruka akili, akasema unaniharibia mapenzi yangu. Naye mama alikuwa na moyo ambayo kidogo alikuwa ameangalia. Unajua wakina mama wanakuwa na macho ambayo ni ya kiroho. Wanakuwa na instinct. Mama alikuwa amemwambia msichana kabla ya baba kuja, na huyu kijana umemwangalia vizuri. Mama alikuwa na mashaka, lakini mzee alikuja akasema huyu sitaki. Akaenda. Akiimba nyimbo zake huko akalala. Msichana akakasirika akasema hapana, mmeniharibia mambo yangu. Aliamka kama wamechomoka, kama wameenda. Wakaendelea na shughuli zao. Kanisa ikakubali, mama alikubali, lakini mzee alikuwa amekataa. Baadaye mama alimshawishi mzee. Mzee akasema mimi hiyo ndoa sitaki. Badala ya msichana kuchukua hatua, kuita wazee wa kanisa wakae chini, ama aongee na mama na baba, hata aangalie wakati ambapo wako soba, wakae chini, baba mueleze.
Aya alirusha mkono. Mama aliongea na baba yake akakubali tu shingo upande, wakaenda harusi. Alikuwa amekaa tu hivi. Anaangalia kijana. Akafunganishwa ndoa, mzee akaenda zake kuendelea na pombe, mama akarudi nyumbani. Baada ya ndoa jioni ile, watu walipanda magari wakaenda honeymoon. Walipoenda kwenye honeymoon, usiku ule ndio ulikuwa ni wa mwisho. Msichana aliachwa kama amelala. Jamaa alichomoka nje. Msichana anaamka usiku wa manane, jamaa hayuko. Unajua alisikia kuna gongwa saa 9. Alikuwa ameshtuka kwa usingizi saa 9. Pua kumegongwa. Jamaa akahakisha lights. Na ujue amekaa kwa kanisa kama mwaka mmoja. Alipohakisha mataa akasema, na alikuwa amelewa chakari. Kijana alikuwa mlevi usiku huo. Sikiliza. Akaingia akamwambia, wewe nikuone tena umerudi kwa hiyo kanisa. Na vile nimejisumbua ati niingie nibatizwe, nijifanye niko kwa kanisa kwa sababu yako. Nikisikia umerudi kwa hiyo kanisa tena. Akaanza kumtandika usiku huo huo. Baba alikuwa amemuonya. Hata kama alikuwa mlevi, mama alikuwa amemuuliza, lakini yeye alikuwa amelewa na mapenzi. Alikuwa amelewa, hakutaka ku reason. Ndio tunaambiwa katika maandiko, Biblia na roho nabii, make haste slowly, let judgment and reason ziweze kutangulia. Usiwe na haraka. Hata kama mama atasema, ngoja kidogo binti yangu, kanyaga break. Mama ako na kitu. Sikiliza hapa katika Mwanzo 24. Katika Mwanzo 24 sura yake ni 24, maandiko yanasema akawaambia kaka zake, ndugu zake na wote. Maandiko yanasema msichana wetu atakaa na sisi kwa muda mchache. Tuko mstari wa ngapi? 56. Verses number 56. Naye akawaambia, msinikawilishie mradi Bwana amefanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu Ibrahimu. 57. Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Kwa hivyo familia ishakubali. Sasa msichana ataulizwa. Kuna yale ambayo familia inahusika kuweza kutoa binti yao. Wengine wanaishi na binti za wengine, familia haijawahi kukubali. Wanaenda baadaye. Unaona? Hiyo ni makosa. Angalia ndoa nyingi za leo zimevunjika kwa sababu walitangulia kuishi pamoja. Wazazi hawakujua. Unajua wazazi wako na mibaraka. Maandiko yanasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana amri hii ndiyo ya kwanza na iko na nini? Ahadi. Wazazi wako na mibaraka yao. Maandiko yanasema wanaweza kubariki hata wao. Ndio naona huyu hawangefanya kinyume. Hawangemchukua Rebeka kwanza, alafu ndio baadaye waende kwa wazazi. Haifanyiki. Lazima tunatanguliza wazazi wakubali, tunaanza na mibaraka yao, kisha tunateremka na mibaraka yao mpaka mwisho. Mstari wake ni wa 58. Wakamuita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Nasikia hilo swali? Je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Hiyo ni 58. 59. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake. 60. Angalia kitu ambacho nilikuwa ninakwambia. Wewe uliolewa na hata familia ikujua. Tunajua Shiro hata alienda alishaoleka, sisi hata hatujui. Waacheni uongo. Ukitaka kibali cha Bwana, angalia mstari wake wa 60. Familia ilifanya nini? Maandiko yanasema wakambarikia Rebeka. Nani hao? Si ni familia? Si ni baba yake, mama yake, ndugu zake? Wakambarikia Rebeka. Wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1,000 nyingi, na wazao wako wa urithi mlango wa hao wawachukiao. Ni baraka ya mama. Endeni mkazae, mkaongezeke. Mama na baba wanaweza kutamka mibaraka, nendeni mkazae. Angalia wale ambao, asilimia kubwa ya wale ambao wamefungika, asilimia kubwa. Na kuambia wengi hata wanasumbuka katika masuala ya ndoa, maana alichukuliwa kinyume cha mama, kinyume cha matarajio ya familia. Hawakutaka, wanasumbuka kwenye ndoa. Matatizo chungu mzima. Mwanaume amekuwa mlevi kwa familia.
Ni wale wanaacha shilingi 50 ya asubuhi ama 20 bob. Shilingi 20 jioni anataka chakula, mlevi chakari. Alichukuliwa kinyume cha mapenzi ya baba yake na mama yake. Hawakukubaliana na ndoa hiyo. Leo wanateseka. Leo wako na matatizo. Watoto wako na shida. Wamekaa nyumbani. Hata hawaendi shule. Hakuna pesa za kuwapeleka shule. Mzee anafanya kazi hazionekani. Mungu amesema tanguliza yeye kisha wazazi. Utafanikiwa ukitaka kibali machoni pa Mungu. Ukitaka kibali machoni pa Mungu. Maandiko matakatifu yanatuambia. Ninazungumza na vijana ambao bado hawajaoa. Nazungumza na wale ambao ndio wanapanga mpango wa kuoa. Sikilizeni, wazazi wenu wausike. Hebu tuende kitabu cha Ruth 3:1. Sikilizeni watu wa Mungu. Unajua kina mama wanaweza kutusaidia. Ndio tunaishi kipindi cha majenzi, wanasema sisi ni ndume, tunajitafutia. Anakuja na msichana bwana na macho imepakwa rangi kila mahali, anakaa kama ambulance ile ya hospitali ikizunguka kwa barabara, marangi. Unaona? Mimi nitajitafutia. Utajitafutia nini? Mama yako atakusaidia. Sikiliza. Ukisoma kitabu cha Ruth 3. Ruth 3 mstari wake ni wangapi? Ni wa kwanza. Ruth 3. Ruth chapter 3. Kuanzia mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema kisha Naomi, huyu ni mama, akamwambia mkwewe, "Je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema?" Huyu ni mama mwenye hekima. Anasema hata mimi naweza kuhusika. Lazima tuwahusishe hawa. Wako na hekima, Mungu atawaelekeza. Usije ukajikwamisha, unaweza kuumia. Sikilizeni watu wa Mungu. Kando na wazee wa kanisa, hakikisha ya kwamba watu wenu wanaelewa ni nini ambacho kinafanyika. Maandiko yanasema kisha Naomi akamwambia mkwewe, "Je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema?" Mstari wake ni wa 2. Basi na huyu Boaz. Huyo ni mama. Mama ameangalia sana. Unaona? Inasema basi na huyu Boaz, je, siye wa mbari yetu? Si ni wa imani yetu huyu Boaz? Ambaye alikuwepo pamoja na wasichana wake. Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale ugani. Inamaanisha huyu mama anajua hata vijana walio kwenye imani. Wakati mwingine mama anapo propose kwa wasichana wake, "Si nani uko pale?" We mama, mimi sitaki hiyo mambo yako wewe. Chana mimi wewe." Unaona? Si leo atakuwa pale ugani akipepeta shairi. Mstari wake ni wa 3. Anamwambia msichana wake, "Basi wewe oga, ukajipake mafuta." Na hiyo ngozi yako inakaa kama ya mamba. Ulioga lini mwisho? Natembea unasema, "Unajua mimi sioni kijana mwana matengenezo. Nimeangalia sioni." Hakuna mtu anakukaribia maana huogi. Ya pili, ujipaki hata mafuta. Ngozi yako inakaa kama ya crocodile. Nani ataangalia hata hiyo miguu? Iko na ngozi ni ya crocodile. Ukifanya hivi mikono inakaa imeparara ni kama inamwaga unga. Unataka kijana gani ya kukaribia na wewe na hiyo vitu? Kwanza unanuka njasho. Mimi nimeona hata wasichana wengine unamkaribia yani mnamkaribia mapua iko hivi. Aogi. Hata akioga hapaki mafuta, ataenda vile ameparara. Nasikia msichana wewe wa kike, jipake mafuta. Unaoga, unajipaka mafuta. Unajua wanaume wanaangalia. Oga, jipake mafuta. Wewe utashinda ukisema hujaona. Unajua hata hakuna kijana ananikaribia. Nini wewe? Angalia steps. Anaambiwa basi wewe oga. Ujipake mafuta. Ya pili. Alafu ujivike mavazi yako. Kisha uende kwenye uga. Enda utumwe huko, tembea. Lakini ukuwe umeoga, ukuwe umevaa mavazi. Mama anasema nyumbani, oga kwanza. Kaa vizuri, paka mafuta, vaa mavazi mazuri, mavazi yenye heshima. Nenda ukatembee. Maandiko yanasema anapoenda kuna nione pale. Ziko sawa? Asante. Alafu anamwambia, "Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa." Usiende kujionyesha hapo.
ati mimi ndio huyo nimekuja, ni aje, wewe ndio unaongea. Tunaishi kipindi ambacho kiko na ukorofi wa hali ya juu. Vijana wa kike wao hawastahili kuzungumza. Wanafaa kuvaa vizuri na kuoga na kujipaka mafuta na kufanya shughuli zao. Hivyo ndivyo Mungu ameumba hayo mambo. Ukiangalia katika Biblia, kitu ambacho kinawanyang'anya favor, God's favor, vijana wengi, kwa sababu wao wako kimbelembele. Katika Biblia vijana walio kimbelembele ni wale makahaba. Makahaba ndio wako kimbelembele, maana wanataka kujipendekeza kwa haraka. Hiyo ni Methali sura yake ni ya 7. Mstari wake ni wa 7. Si unaona nabii usijionyeshe kwake, usiende kujipendeza huko. Kaka, wewe kazi yako ni kufanya shughuli zako. Hakikisha umeoga, umevaa vizuri, umepaka mafuta. Mambo mengine yaachia Mungu. Achia Mungu unapoendelea kuomba. Kwa hivyo maandiko yanaonyesha ya kwamba wazazi wanaweza kuhusika. Ndio nilikuwa nataka nikuonyeshe. Usikubali kujionyesha kwao, maana shetani anaweza kuwaingiza katika mtego. Maandiko yanasema usijionyeshe kwao. Na kama ni lazima wewe utaenda kwake, hakikisha umechukua na msichana mwingine ama kijana mwingine wa kike. Utembee mkiwa wawili ukienda kumtembelea. Unajua alikupigia simu mchana, habari yako ni aje? Kuja unitembelee. Haya nitakuja. Usimwambie mnaenda wawili. Yeye kuko. Fika kwa mlango unabisha. Akifungua anaona mko wawili. Yaani sura yake tu. Basi jangili, funga mlango rudi kwenu. Unaona katika Biblia Mungu, jana nilikuwa nazungumzia Wakorintho wa pili 7:1. Ukitaka kibali machoni pa Mungu, Wakorintho wa pili 7 mstari wake ni wa kwanza. Tutafanyeje ndio tupate kibali? Hata wale ambao tayari wamejipata katika hizo mess, nitamaliza kuwa shauri. Usiogope, Mungu anaweza kukurejesha katika kitu kinaitwa secondary virginity, ubikira wa pili. Secondary. Second ni 1 Corinthians 7:1. Jana nimezungumzia andiko hili la Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake ni wa kwanza. Ukitaka favor ya Mungu, unaweza kumpata yule ambaye mnaanza uhusiano, kuchumbiana. Sikiliza, maandiko yanasema basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Naona? Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Ni heri. Unajua leo tunapata wasichana na wanaume wanashikana hivi, watu wanaenda nyumbani, amewekelea mikono kwa mabega ati wanaenda nyumbani. Ndio wametoka kwa ibada. Huo ni ukahaba. Hiyo ni uongo, Biblia imekataa. Sikiliza, ukitaka kibali machoni pa Mungu, wachana na tabia ambazo Biblia imekataa na kupinga. Ndio maandiko yanasema. Maandiko yanasema hivyo. Achana nazo. Unaona? Wengine wanacheza barabarani, ati hiyo ni girlfriend yangu. Unaona amewekelea mikono, unaona anambonyeza pande. Unaona msichana anaruka, wacha. Ama wakiwa huko kwa michezo, wanafanya mambo ambayo hata malaika wakiangalia wanashangaa. Unaona mwanaume anabonyeza msichana sehemu hizi. Ati wewe wacha. Mungu amekataa. Malaika wa Mungu wanapanda na wananakili. Unajua kuna tabia zingine za kucheza na mwanamke ambazo zinaonyesha mmeoleka. Wacha nikusomea andiko Mwanzo 26. Wacha nikuonyeshe kitu ambacho vijana wengi wanafanya, wanatoka katika kibali machoni pa Mungu, God's favor. Genesis chapter number, wacha kwanza ni chapter 26 verses number, wacha nianzie mstari wake ni wa 6. Genesis Genesis chapter number 26 verses number 6. Inasema Isaka akakaa katika Gerari. Watu wa mahala hapo wakamuuliza habari za mkewe. Huyu ni Rebeka. Wakamuuliza habari za nani? Za mkewe. Akasema ni nani? Ni ndugu yangu. Huyu ni sistangu. This is my sister. Kwa nini alisema hivyo? Maana aliogopa kusema huyu ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka,
kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Alihofia akisema huyu ni mke wangu ataniua, wacha niseme ni sister yangu. Unaona? Kwa hivyo mfalme wa Gerari akajua ya kwamba huyu ni dada yake huyu. This is the sister. This is the sister. Huyu ni sister. Anataka uangalie sasa matukio yanapoendelea kuunfold. Verses number 8. Inasema ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi. Alisema ni sister yake ama ni dada yake, si ndio? Sasa akaendelea kukaa huko siku nyingi. Abimeleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani siku moja. Akamuona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Anacheza. Kamata hiyo point. Yeye alichungulia, kumbuka alisema huyu ni dada yangu. Sasa siku moja akichungulia anaona anacheza. Kucheza. Sikilizeni vijana. Alafu alipomuona anacheza na yeye, maandiko yanamaliza yakisemaje? Abimeleki akamuita Isaka kwa haraka, alikuwa na hasira, akasema, kwa yakini huyu ni mkeo. Kwa kweli huyu ni mke wako. Mbona ulisema ni dada yako? Mbona? Swali. Alijuaje ni mke wake? Hata kama alisema ni dada yake, alijuaje? Unajua, miongoni mwa Wayahudi na watu wa zamani kuna tabia ambazo zilifanyika tu na watu waliooana. Ninarudia. Kuna tabia ambazo zilifanyika tu na watu waliokwisha kuoana. Sikilizeni vijana, kucheza. Ati watu wako ati tumetoka kwa service, ati tuko huko kwa uwanja wa kanisa, unacheza na girlfriend yako, unamdunga na pandea na ruka, unaenda ukimshika. Utapoteza kibali kwa Mungu. Huyo si mke wako. Uko na ruhusa ya kucheza na mke wako peke yake. Sikiliza watu wa Mungu. Sijui kama unanielewa kijana ambaye unanisikiliza. Kwa hivyo kuna mambo mengi ya kuitisha Mungu toba. Kwanza hata kabla hujaoa. Wewe unacheza na yeye hivi alafu kesho huyo nimemchunguza nikaona hawezi kuwa mke wangu na ushacheza na yeye. Mbinguni imeandikwa huyo ni mke wako. Sikiliza rafiki, usije ukaingia kwenye dhambi. Refrain your hands. Kama mikono yako iko na shida, weka kwa mfuko. Hizi ni tabia ambazo vijana wa kike hawafai kuruhusu. Vijana wa kiume hawafai kuingia kwayo. Maana ni tabia ambazo peke yake zinafanyika na watu waliooana na watu waliooleka. Ndio maandiko yanavyofundisha. Nimekueleza katika maandiko, ukitaka kibali machoni pa Mungu, hakikisha ya kwamba uko katika maandiko na uko katika mpango wa Mungu katika kila jambo. Kumbuka maandiko yanasema ya kwamba ni Mungu anaongoza hatua za watu na mke mwema hutoka kwa Bwana. Usisahau, mume mwema vile vile ni Bwana upeana. Sasa wewe unaweza kupiga hesabu ya kwamba mmecheza hivi vyote, mmecheza, mmekumbatiana, mnacheza, mnakumbatiana. Mwishowe anasema huyu nimemchunguza, hawezi kuwa mke wangu. Nimeona, anavunjika moyo. Msichana anaacha kwenda imani. Maana alizoea kucheza na mtu akamwacha. Umefanya dhambi machoni pa Mungu. Na ndio sababu ninawaambia, kama vijana wana matengenezo, refrain. Waachaneni na mambo hayo. Ukiachana na mambo hayo mapema, Mungu atakunusuru. Usije tukaingia kwenye dhambi. Dhambi za Sodoma zilikuwa ni nyingi. Na kama kuna kitu ambacho Biblia imesema katika Tito 2 mstari wake ni wa 6. Sikiliza nikuonyeshe. Titus chapter 2. Titus chapter number 2. Tito 2 aya yake ni ya 6. Acha nikusomea andiko moja hapa, nimekumbuka kwa haraka. Titus chapter 2, weka zote English na Kiswahili. Titus chapter number 2. Tito 2 mstari wake ni wa 6. Don't worry, inasema vivyo hivyo na vijana wanaume waonye kuwa na kiasi. Unajua Kiswahili kimepoteza mwelekeo kidogo. Hapa tunazungumza na vijana walio wanaume. Haijatajwa wa kike. Kiingereza inasema young men likewise exhort to be sober minded. Unajua mtafsiri aliweka kiasi. Sober minded. Wawe na akili timamu iliyosimama imara katika kweli. Unajua wanaume ndio mara nyingi wanaigiza wasichana katika dhambi hizi.
Maana yeye ndiye anaanza mchezo. Ule hawezi kuanza mchezo, ni wewe utaanza mchezo. You must be sober minded. Mkikutana katika kuchumbiana, niliwaambia jana, mnafaa kuulizana maswali mengi. Kwenu ni wapi? Huko kwenu kuna ugonjwa gani yoyote? Kuna ya kifafa? Si ati ni mbaya, kunayo, unafaa kujiandaa. Ndio siku moja mkizaa watoto, wa kwanza, wa pili, wa tatu wako na kifafa, unajua hii ni huko kwa kina mke wangu ama ni kwetu, mnaelewana. Si ati mmezaa mtoto kifafa imetokea. Ati ini akina nani? Nini hizi tena? Mnafaa kujua. Kwa hivyo courtship ndio kipindi ambacho mnafaa kuzungumza mambo mengi. Nilikuwa naambia wengine juzi. Unajua wakati wa courtship ndio pia mnafanya discussion nyingi. Mtakuwa na watoto wangapi mfano? Mnauliza huko. In courtship. Si ati mnakuja kushtukia mbele, aya. Hiyo mlimaliza huko. Ya pili, watoto wenyu wakifanya makosa mtakuwa mnawaadhibu kivipi? Hayo ni mambo mnazungumza huko. Maliza. Yana mama mwingine kwa plot. Na plot imejaa. Kijana yake amefanya makosa pale kwa gate. Watu wa mama wengine wamejaa na watoto. Anawaacha vitu wanafanya, anachukua champali. Nilikwambia nini? Na anapiga kelele. Anafika kwa gate, anamkamata masikio, anaanza kumtandika wakienda kwa nyumba. Wale watoto wengine wanaangalia, wanamcheka, anaingia kwa nyumba. Ni vita vya jihad vinapiganwa huko. Mzee akikuja anashindwa, nini inafanyika hapa? Mbona umenitandikia mtoto hivi? Wanaanza kugombana. Umepiga mtoto, unapiga mtoto aje? Hizo mambo mengi tunajadili wakati wa uchumba, kuchumbiana. Kuna mambo mengi ya kutengeneza. Marriage is not just a bed of roses. Iko na mambo mengi. Wapendwa, sikilizeni. Lazima Mungu ahusike katika ndoa zetu. Lazima ahusike katika mipango tuliyo nayo. Methali 16 mstari wake ni wa kwanza. Biblia inasema maneno yafuatayo. Biblia inasema maneno yafuatayo katika kitabu cha Methali. Sura yake ni ya 16 kuanzia mstari wake ni wa kwanza. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu ni la nyanya yake huko nyumbani, ndiye atatoa jibu. Imesema hivyo. Bali jawabu ni la ulimi hutoka kwa Bwana. Mstari wake ni wa pili. Inasema njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Ndiyo sababu maandiko yanasema mke mwema au mume mwema hutoka kwa Bwana. Bwana ndiye huchunguza mioyo ya watu. Ndiyo maandiko yanavyosema. Tunaambiwa katika vitabu vya Roho Nabii. Hebu nijaribu kusoma kidogo. Nasoma kitabu kinaitwa Adventist Home. Adventist Home. Na ukianzia page 45. Adventist Home page 45. Nipige screenshot nikuweke. Unaona? Dada White ameandika mambo mengi kuhusiana na safari hii ya imani ambayo itawapata wengi, maana bado tuko duniani. Nilisikia wengine wanasema unajua dunia inaisha 2031, hakuna mambo ya watu kuoa. Hata kucheka. Usiingie katika mambo kama hayo rafiki. Usiingie katika hiyo mada, lakini tunawasubiri. 2031 si mbali, tunawasubiri tu. Tuko hapa msijifiche tafadhali. Aya, qualities to be sought in a prospective wife. Umeona hiyo? Page 45 paragraph 5. Paragraph yake ni ya 5. Sikilizeni watu wa Mungu. Alafu nikupatie mwelekeo kidogo. Haijalishi labda ulifanya mambo mengi kabla haujui. Mungu bado anaweza kutusamehe. Muradi wewe uwe ni wa kwanza wa kuvunja ile chain. Inaitwa the chain of curses ambazo zinaambatana na watu. Kama ulioa mwanamke ambaye alikuwa na mtoto na haukuchunguza, ukakuta ya kwamba kumbe ni mwanamke ambaye mume wake bado alikuwa hai, ingawaje hawako wameachana, lakini umeingia katika hiyo ndoa, tayari mbingu iko na mambo mengi juu yako, uko na kesi ya kujibu. Ndio unaona wale wanaokuja katika nuru, jambo la kwanza wanalofanya, wanakumbuka na wanaona hiyo ni dhambi. Mungu ametushawishi ni dhambi. Lazima uingie katika toba. Lazima utafute muda na Mungu kupiga magoti na kuomba. Maana mambo mengi
yataambatana hata na jamii, kwa sababu huyo ni mwanamke ambaye tayari alikuwa katika ndoa nyingine. Nitakusomea sasa katika Deuteronomy, Leviticus 21, nitakusomea baada ya mimi kusoma roho nabii kabla hatujamaliza. Kama ulijipata umeposa mwanamke, ukamtia hata mimba, baadaye akaenda akatoa, mkawachana, wewe ukasahau na hizo vitu, ukaenda ukapata mwingine, ukaoa, sasa hivi uko na familia, ile matatizo unaona hapo ni wewe unajua na Mungu na shetani. Watu wangapi hao? 3. Kwa hivyo kama haya mambo yamekufikia wewe katika ukweli, kusanyeni pamoja, tafuteni uso wa Mungu katika msamaha wa kweli, na unamueleza Mungu hayo mambo, Mungu atakusamehe. Usipoacha, yani ukiwacha bila kuingiza msamaha, toba ya kweli, matatizo utayaona na watoto wataona matatizo. Ninakueleza yale ambayo ni ya kweli. Mungu anasema ninawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Biblia inasema katika Exodus 20 and verses number 5. Sasa David anasema the qualities to be sought in a prospective wife, tabia ambazo unafaa kuzingatia. Let a young man seek one to stand by his side who is fitted to bear her share of life's burdens. Angalia mtu ambaye yako industrious, ni mtu ambaye yako na bidii, one whose influence will ennoble and refine him and who will make him happy in her love. Angalia mtu ambaye anaweza kuwa ni mtu mchangamfu, atakaye kukusaidia katika pendo lenu. Anasema prudent wife is from the Lord, mke mwema utoka kwa Bwana. Naona 46.1. Naona, ngoja kwanza nikuambie mahali ambayo utaweka pale kwenye screen. Weka paragraph 1, 46.1. 46.1. Turudi Leviticus, alafu tuone vile ambavyo tuna summarize somo la leo. Tutapataje kibali machoni pa Bwana? Hata kama ulijipata katika hatia, usiogope. Mungu anasema atakayeliungama dhambi zake atasamehewa. Tuko katika wiki ya maombi, kwa hivyo njia ya kipekee ambayo tunaweza kuungama dhambi zetu ni kuomba Mungu. Mungu atakusamehe, lakini kama kuna consequences, mfano kuna wale waliingia katika kuoa mwanamke na aliambiwa kabisa, huyu ameachana na mume wake na ndio ule. Huyu hawezani, wacha. Consequences kama zitakuwa ni wewe utabeba, Mungu atakusamehe. Kama kuna mambo ya magonjwa, kama kuna mambo ambayo yatafuatana na wewe, hayo mambo utayakamata na kuyabeba kama alama kwa sababu ya mambo ambayo yalitokea, lakini Mungu atavunja laana. Sikilizeni watu wa Mungu, tunahitaji rehema kutoka kwa Mungu. Katika Israeli hakuna mwanamke ambaye si bikira. Ambaye si bikira, ambaye aliachiliwa. Hakuna hata mmoja. Kabla hatujamaliza, watu wa Mungu, sikilizeni. Hakuna hata mmoja aliyeenda kuoleka ambaye hakuwa bikira. Sikilizeni watu wa Mungu. Hilo ni jambo ambalo Biblia ilikuwa limethamini, si kama leo. Kwa hivyo leo tunaishi kipindi ambacho kuna mchanganyiko hali ya juu katika masuala ya ndoa. Lazima tuwe waangalifu sana. Shetani ameikoroga dunia. Umeweka 46.1. Inasema, wacha nisome kwa haraka pale. A prudent wife, ndio, is from the Lord, mke mwema utoka kwa Bwana. The heart of her husband does safely trust in her. Moyo wa mke wake umthamini. She will do him good and not evil all the days of her life. Atamtendea mema siku zote. Anafungua kinywa chake, her mouth, with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Ni mtu mwenye huruma. Tafuta mtu mwenye ako na huruma, mtu mwenye ako na kindness. Naona watu wakichumbiana, wakati unachumbiana unaona yule msichana anaongea vile anataka. Ati na wewe nikwambia ukuje saa ngapi siku nyingine? Siku nyingine niliitwa mjini. Dada moja aliniita akaniambia, huyu ndio mwanaume anataka kuniposa. Huyo dada alikuwa ni rafiki yetu kwa muda.
kwa sababu alikuwa amenijua kama mchungaji. Yeye si wa kanisa la Wanasabato ama wana matengenezo, ni wa kanisa la Jumapili. Lakini alikuwa anafurahia kwa sababu mimi ni mchungaji, alinijua. Akasema njoo ni kuintroduce kwa jamaa mmoja. Sasa nikawa tu nimeketi. Tukafika pale mjini pale town Nairobi. Tukakaa, mwanadada alifika mapema, tukaingia pale hoteli moja pale, tukakaa, watu ni wengi. Tunazungumza, anapigia yule mwanaume anakuja. Nikaona anakunja sura. Na wewe unakuanga aje? Hujafika saa yuko wapi? Huyu ni mtu unakaanga. Tulia, namwambia tulia, relax, atafika tu. Hiki kinakaanga aje? Kinashindanga unasikia vile anamuita. Hiki kinachelewa, kinakaanga aje? Na unajua hawajaoana. Wewe nataka nikuulize wewe. Huyu mwanamke ambaye hana patience, kindness hata katika maneno, badala ya kuzungumza tu kwa utaratibu tu. Hai, uko wapi? Ni jam. Haya sawa, tunakusubiri. Hiki kinakaanga aje? Wewe huwezi hata kufika mapema. Uliamka saa ngapi? Na hujamuoa. Wewe niambie hiyo nyumba kama itakalika. Yule dada White anasema tafuta mtu wako na kindness, ako na utu wema, ako na mazungumzo mazuri, mtu ambaye anaweza kuwa patient, anaweza kuvumilia. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 13. Nitakusomea sasa. Alafu anasema the mouth iko na wisdom. Unaona? Iko wapi? Maana watoto wake her children arise up and call her blessed, her husband also. And he praiseth her, saying, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. He who gains such a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Favor ya Mungu. Si mwanamke aliye na hasira ama mwanaume aliye na hasira. Sikilizeni watu wa Mungu. Twende Wakorintho wa kwanza 13. 1 Corinthians chapter number 13. 1 Corinthians chapter number 13. 1 Corinthians chapter 13. Ninaanza mstari wake ni wa kwanza. Niko karibu kutamatisha watu wa Mungu. 1 Corinthians ama Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 13. Inasema katika aya ya kwanza, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Haya. Mstari wake ni wa 4. Biblia inapanga utaratibu na inatuelezea tabia ambazo ziko na mtu aliye na upendo. Upendo uvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Wewe hujamuoa na ana adabu, hata kwa kuvaa kwake ana adabu. Dada White anasema modesty, characterized modesty. Tunaishi kipindi ambacho uchumi iko juu. Hakikisha ya kwamba yule ambaye atakuoa ama utamuoa ni watu ambao wako economist, wanaweza kutumia hata pesa vizuri. Hizo ni vipengele ambavyo viko katika roho nabii na Biblia. Ni mtu ambaye ako na modesty. Leo ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya lack of modesty. Anza kumwangalia na sasa anavaa vipi. Ama huko mbele ni makanga wa matatu ndio watakuwa wanamtafuta baadaye. Utaishi ukiwa na shida na chuki. Hakikisha ya kwamba modesty, upendo haukosi kuwa na adabu. Biblia inasema upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Mstari wa 5, hautafuti mambo yake. Upendo hautafuti mambo yake. Mnachumbiana na yeye na mumesikilizana vizuri. Kesho saa 2:30 tupatane mahali fulani. Tuende mahali fulani. Unaona? Unasikia usiku amebadilisha, anasema, unajua hata rafiki yangu amesema kesho nikamtembelee, tupostpone hiyo yako. Upendo wa kweli hautafuti mambo yake. Yeye amekuchukulia wewe kama wa pili. You are secondary. Rafiki zake ndiyo wa kwanza. Wewe uone hiyo kitu? Au bado mwanaume amejikalisha pale. Huyu anatafuta mambo yake. Wakati mtaoana kwa ndoa, utakuwa nani atakuwa kichwa? Ikiwa mko katika kuchumbiana na yeye anatafuta mambo yake, hata hamwezi kukubaliana kwa jambo na halijawahi kufanyika tangu mwanzo kuchumbiana. Hakuna jambo mmekubaliana mkafanya, hakuna. Anashinda akibadilisha. Twende kwetu tarehe 13, twende. Hapo katikati rafiki zangu wamesema twende tuone mpira. Red lights means danger and stop. Endelea kujifanya ni green light. Utaumia huko mbele, ajali inakuja.
Nakwambia ukweli, ajali inakuja. Maandiko yanasema upendo haujitafsiri mambo yake mwenyewe. Maandiko yanasema mstari wa ngapi? Hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Hata hujamuoa na ndio mmeanza uhusiano juzi, kidogo kidogo unaenda kusalamia mwanaume, unasalamia wasichana wengine, kuwasalamia tu, habari yako, mnaongea na wasichana wengine. Ukiangalia vikando ako huko chini ya mti amenuna. Nini mbaya? Mnaongea na nani? Kwani umemuoa? Na mnaongea tu, pengine umekutana na vijana ambao pengine mlisoma na wao na ni wa kike. Mnasalamiana. Hamjaoana, mko na miezi mitatu katika kuchumbiana. Mnaongea ni umesalamia mwingine, na siku hizi uko wapi? Vile mnaongea. Ukigeuka macho pande ile chini ya mti, ako hapo na unataka kuniambia ile siku mtaoana na huyo mtu utakaa kwa hiyo nyumba? Mutakaa. Haujamuoa. Mtu kama haja kuoa maanake bado mnachumbiana. Kwa hivyo lazima awe na freedom yake na wewe yako. Paka ifike kipindi ambacho sasa tumeamua sasa tunapiga hatua ya pili. Mimi nataka kupeleka mahari. Sasa hapo unaanza kukata uhusiano. Lakini mwanzo bwana, wachana na watu. Cha kutisha watu. Maandiko yanasema upendo mstari wake ni wangapi? Hauoni uchungu. Mstari wa 5. Hauhesabu mabaya. Mtu anakuhesabia vile ulifanya. Sabato kama 4 makambi. Kumbuka hata hiyo makambi ingine vile ulinifanyia. Nini unaniambia? Upendo hauhesabu mabaya. Amekuhesabia mabaya yote umefanya, ameweka kwa moyo. Wewe unaona huyo akiwa mke wako, si utazama? Utazama rafiki. Atakuhesabia mabaya yote ile unafanya tangu muoane, anaandika kwa kitabu. Na maandiko yanasema upendo hauhesabu mabaya, ni wa kusamehe na kujengana na kuinuana. Mko katika courtship. Sawa. Mbona anahesabu mabaya yote ile umefanya? Hatiki kimutu. Na juzi nilikuona. Hata ile siku nyingine last month, ukumbuki last month, mwanamke akianza kukuhesabia mabaya, anza kurudi nyuma pole pole. Huyo atakuwa kama Rambo kwa familia. Atakupiga mangumi. Siku moja mkishaoana atakutolea kitabu iko na list. Anza kukuambia matarehe. April 21st 2025. Umeona hiyo? Ulifanya. Anaenda kwa page nyingine. Atakusomea zote mpaka ufaint, utazirai hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona vinyana kabla. Angalia mtu mwenye unaenda kuchumbiana. Si mambo ya upendo tu. Angalia tabia zake, character. Angalia huyo mtu. Nini muziki wa maredio leo? Watu wanaongea huko kwa maredio. Patanisho. Oi, nipatanishe. Nini inafanyika? Huyo mwanaume hata alianza nini anafanya na anahesabia mtu wa redio shida za mume wake, hata ana adabu. Wakati maandiko yanasema moyo wa mume wako ndio mali ambapo unazika shida zako. Na wewe moyo wako anazika zake. Umeambia mtu wa redio, alafu unataka mtu wa redio ambie Kenya mzima, alafu Kenya mzima ikusaidie, alafu tena mtakaa pamoja. Alafu mahali unaishi majirani walisikia hiyo patanisho. Mtakuwa mnaishi aje? Ndio wale tuliwapatanisha juzi kwa redio. Sasa Kenya mzima imewasikia. Tuweni na heshima na adabu. Masuala ya ndoa ni ya mume na mke. Tutakuja kuangalia hayo mambo baadaye. Wacha tumalizeni na vijana. Watu wamekosa adabu. Kosa adabu kabisa. Kenya mzima inawajua. Mstari wake ni wa 6. Upendo haufurahii udhalimu, yani ubaya, bali unafurahi pamoja na ukweli. Uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabadilika. Unaona? Inavumilia kila kitu, ndio maandiko yanavyosema. Kwa hivyo jioni ya leo, watu wa Mungu, kama wewe ni mtu ambaye umeingia katika mahusiano pasipo wewe kujua, pengine ukiangalia familia iko na shida, matatizo, pengine wewe ni kijana uko hapa, sikilizeni watu wa Mungu, niwaanze kuwasaidia. Methali 28:13. Nataka nisome andiko 2 alafu tujiandae kuingia katika sehemu ya maombi. Wapendwa wa Mungu ni mwaminifu. Proverbs 28:13. Sikilizeni, Mungu ni mwaminifu, hawezi kumwacha yeyote. Bora tuwe na moyo wa toba ya kweli. Jambo la kwanza, niko na mshauri mwingine. Sababu ambayo Mungu huwa hajibu hata maombi yako, nikamsikiliza.
nilikuta maisha yake iko na shida mingi sana za uhusiano. Nikamwelekeza nikamwambia aenda utubu. Mwambie na huyo mwanamume yupo ako wapi tafuta mwandikie hata message. Ambia tulitenda dhambi, mimi nimetubu, nimekusamehe na nimetubu kwa Mungu. Ujue ni dhambi tulifanya. Kaondokea hilo jambo. Alipofanya hivyo, Mungu akamsikia. Dada amefanikiwa pakubwa, Mungu alimsaidia. Kuna mambo mengine yanafunga hata mibaraka ya Mungu. Maana katika vitabu vya mbingu bado zimeandikwa hata leo. Zipo. Watu watakutana na mambo ambayo yatawashangaza. Yameandikwa na malaika kwa mkono wa kalamu ambazo ziko na uhakika. Zimeandikwa dhambi za wanadamu za siri na za uasi. Hawajawahi kutubu mpaka leo. Zimeandikwa. Hakikisha unaungama hizo dhambi. Biblia inasema Methali 28:13 Bible inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Ati ameolewa sasa, ati ameficha hizo dhambi ni za zamani. Mimi sitawahi ziongea. Ile mashida watoto wako watakula wewe. Nakwambia mapema. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamae na kuziacha atapata rehema. Unataka kibali kutoka machoni pa Mungu? Kumbuka dhambi ambazo umefanya zamani katika masuala ya ndoa, katika masuala ya uhusiano. Ikiwezekana chukua kitabu, andika hizo dhambi zenye utakumbuka, piga magoti mbele za Mungu, ziwasilishe mbele za Mungu kama vile ambavyo alifanya mfalme Zedekia katika hekalu. Wakati mfalme Senakeribu alikuwa anakuja kufanya vita na wana wa Israeli, aliandika hayo mambo aliyokuwa anasema, akayaweka mbele za Mungu. Akasema ndio hizi Mungu wa Israeli, angalia hizi. Ningependa ufute dhambi hizi. Mungu atazifuta. Kama ukumbuki, kumbuka zile unakumbuka, andika, omba Mungu akusaidie. Kila mwanamke anajijua na kila mwanaume anajijua. Hata ninavyozungumza sasa, yule anayenisikiliza anajua mambo aliyofanya. Si kwamba hakuna mtu ajui. Hakikisha tumeziungama. Jioni ya leo tungependa tuingie katika session yetu ya maombi. Leo pia ikiwa ni prayer Wednesday, tutajumuisha maombi ya kila mtu. Pengine uko na uzito ndani ya moyo rafiki. Leo ni siku ya Thursday samahani. Pengine uko na uzito ndani ya moyo rafiki, Bwana atakujalia neema. Bwana anasema usiogope, mimi ni Mungu wako, nitakusaidia. Nitakuokoa, nitakupatia nguvu. Pengine ungependa tuombee jambo. Wewe ni kijana, usiogope kupiga simu, unaweza kutuelezea ungependa tuombee nini. Kumbuka malaika wa Mungu wanatufuatilia kwenye episodes hizi. Bwana ni mwema, ni mwaminifu. Pengine unajiuliza hili jambo nitafanyeje? Nataka kuchukua simu 2 ama 3 kwa sababu ya maombi. Nambari yangu ya simu tumeiweka pale kwenye screen. Unaweza kushare nasi, pengine uko na maombi mengine tofauti, unaweza kutueleza kwa njia ya simu. Pengine unataka kuencourage mtu, labda unaweza kupiga simu useme jambo. Hivi karibuni pia tutaanzisha show nyingine kando na hii, ili tuweze kuwasaidia watu kuunda ndoa zao na familia zao. Mungu amekuwa akinielekeza kwa muda mrefu. Najua ya kwamba tutafanikiwa. Tuko na mpango pia ya kuweka ofisi mahali. Mungu amekuwa akituelekeza kwa njia hiyo, ili tuweze kuwasaidia watu kwa masuala ya ndoa. Ndoa ziko na matatizo, tuweze kuwafanyia watu counseling sessions, tuwasaidie. Biblia itawasaidia, na tunaomba na watu pamoja Mungu aweze kuponya familia nyingi ambazo zinapitia matatizo. Kama uko pale nje na unanifuatilia na ungependa kuzungumza nami kwenye simu, kuwasilisha ombi lako, piga nambari ya simu. Tuko na dakika 5 ili tuweze kumaliza. Nitapokea simu 2, alafu baadaye nitakuwa ni mwenye kuomba. Nitapokea simu 2, unaweza kuandika ujumbe mfupi, hata unaweza kupiga simu kupitia njia ya WhatsApp, bado tutapokea simu hiyo. Kwa hivyo ninasubiri kama kutakuwepo na mtu ambaye atapiga simu ili aweze kuwakilisha ombi lake. Kama hakutakuwepo nayo, nitakuwa ni mwenye kuomba. Kama uko na ombi la kipekee, inaitwa prayer request, andika ujumbe, tutaweza kuziwakilisha mbele za Mungu jioni ya leo. Bwana ni mwema. Wacha tuchukue simu ya kwanza, ili kwamba weka hiyo. Wacha tuchukue simu hii. Na yule ambaye anapiga simu. Jambo. Jambo, naitwa Charles. Asante Charles, unapiga kutoka wapi? Napiga kutoka Ukunda. Asante. Uko na ombi gani Charles? Nilikuwa naomba muombe mamangu ako na stroke.
Pole sana. Alafu baadaye utanizungumzia baada ya kipindi kuisha ili tupange. Unaitwa Charles, mama ako na stroke eh? Yes. Tunamuombea sasa hivi tu. Haya, sawa. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi, jipeni moyo. Asante. Mungu awalinde na awabariki. Tunaomba sasa hivi. Bwana akubariki sana. Haya, barikiwe pia. Asante. Sawa. Hebu tuone kama kuna simu lingine ambalo itapigwa. Tunachukua mawili. Charles anasema mama yake yako na stroke. Watu wa Mungu, tunaishi kipindi ambacho shetani analeta majaribu mengi kwa watu wa Mungu. Lazima tuwe ni watu wa maombi. Nilianza nikisema wana matengenezo tuko na matatizo. Shetani amefunguka duniani kutuletea majaribu yote ili kwamba tutoke katika mpango wa Mungu. Hebu nione kama kuna prayer request nyingine. Niko na dakika kama 2 ili kwamba tuingie katika maombi. Nasubiri kama kuna mtu ataniandikia message. Asante, wacha nichukue sijui kama wacha nichukue simu hii. Jambo. Jambo. Shika. Jambo. Jambo. Haya. Huyo ni kama anampa mwingine simu. Sasa wanaweza jipanga. Tuko live kwenye show. Tunachukua prayer requests. Niko na dakika chache ili kwamba sote tuunganike katika maombi. Ningemuomba yule ambaye amepiga simu, nimeona imeandikwa Oyugi, unaweza kuandika ujumbe kama hawezi kuzungumza. Nataka tuweze kuingia katika session ya maombi. Tuko na prayer request moja. Charles mama yake yako na stroke na ako Ukunda. Nataka sote tuweze kumwombea. Kumbuka kijana, tangu tulipoanza nimesema andika majina ya vijana 5 wewe ambao unawajua katika kanisa lako ambalo unashiriki ama makanisa mengine. Waombee vijana hao, Mungu afanye miujiza ndani ya maisha yao. Ombea vijana 5. Waombee kabisa, unawataja majina. Tunaomba saa 9 za asubuhi, tunaomba sasa hivi. Hakikisha ya kwamba wiki hii yote unawaombea vijana 5. Kwa hivyo Bwana wabariki sana ili kwamba tuweze kuingia katika sehemu ya maombi. Saheri ya maombi sasa kwako tunarudi. Wacha nichukue namba simu hii moja alafu ndio tuombe. Asante. Jambo. Zungumza kwa sauti kidogo. Jambo. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Caroline kutoka Kitengela. Caroline, unasemaje? Uko na ombi gani leo? Nauma. Okay. Caroline. Asante Kitengela Caroline. Na utatutafuta baada ya show ili kwamba tuweze kujua mambo mengi zaidi. Sawa. Nakumbuka tulikuombea wakati huo mwingine, tunakuombea hata sasa. Bwana akubariki sana. Asante. Saheri ya maombi sasa kwako tunarudi, sumbuko la kuokoa shida zetu na sumbu taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona mashakani, tumeshinda wakati wa saa tamu. Kuna jamaa mmoja anaitwa Derek ameniandikia ujumbe mfupi. Derek anasema ya kwamba uniombee niweze kupewa roho ya hekima na ya kujua ukweli. Asante Derek. Bwana akubariki sana, tuombea jambo hilo. Bwana awabariki sana jioni ya leo. Tafuta mahala upige magoti ukiwa nyumbani, kama tuko pamoja katika session hii ya maombi. Tafuta mahala upige magoti, watu wa Mungu. Tunataka kuingia katika session ya maombi. Waacheni tuombe. Tafuta tu mahali waweze kupiga magoti ili tuweze kuomba. Bwana awabariki sana watu wa Mungu. Neema ya Mungu iwatoshe. Neema ya Mungu iwatoshe. Tunaomba.
Tunakushukuru Baba yetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umetupenda upeo. Baba, tumepiga magoti mbele zako kwa jina la Yesu Kristo, tukikushukuru kwanza kwa sababu ya nafasi uliyotupatia ya kukikaribia kiti chako cha neema, ili tupate rehema na tupate msaada wakati wa mahitaji. Baba, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetujalia watumishi wako. Neema yako itutoshe. Tuko katika vita dhidi ya nguvu za giza na mamlaka za shetani. Neema yako itoshe kila mmoja. Hakuna aliyeshindwa aliyekuamini jina lako. Hakuna aliyeshindwa aliyeliweka tumaini lake kwako. Bwana, umewapatia ushindi wote. Jioni ya leo, samehea kila mmoja wetu dhambi na makosa. Dhambi za siri na za uwazi tutakase kwa damu ya Yesu. Saidia vijana wote, kusiwe na yote atakayepotea. Pigania kila mmoja. Vita ni vikali. Wale ambao waliingia katika dhambi za uwazi na za siri zamani pasipo kujua, wanapokuomba Bwana uwasikie. Kila mmoja anapotaja dhambi lake, maovu yake mbele zako, zifutwe katika vitabu vya mbinguni. Jioni ya leo tunaemeshe, Bwana utusikie. Wale ambao wamelemewa na maovu, shida mbalimbali, Bwana uwasaidie. Waliolemewa na majaribu ya ulimwengu huu, saidia kila mmoja. Mfalme wa amani, wanapokutazama, umetufundisha na kutukumbusha ya kwamba inatupaswa kama vijana tuwe wasafi watakatifu. Tusaidie Bwana, neno lako limetoa mwelekeo. Kama tumeingia katika mahusiano ambayo Biblia haijakubali, tusaidie tusitishe, ili kwamba tuepuke ghadhabu ya Mungu. Kama tumeingia katika vitu ambavyo Biblia haijakubali, tusaidie. Jioni ya leo tunakuomba Bwana, usituache tukapotee. Tushike mikono, tuongoze, tuelekeze kwa kila jambo. Tunaishi kipindi ambacho mwovu shetani Lucifer pamoja na malaika zake wanaunganisha ulimwengu wote kwa sababu ya uasi wa mwisho. Tusaidie tuwe upande wako. Saidia vijana wetu, tunakusihi. Usiwaache katika ujinga wao wapotee. Usiwaache waweze kula matunda ambayo yako na uchungu. Saidia kila mmoja, nusuru watoto wako. Jioni ya leo tunaunganika pamoja na Charles, akiwa maeneo ya Ukunda. Mama yake ni mgonjwa, ako na stroke. Saidia mama huyo. Tumepiga magoti kwa njia ya unyenyekevu. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa ujumbe wa malaika watatu tunaouhubiri na kuamini, tusaidie. Tunamwakilisha mama huyo mbele zako. Hakuna jambo ambalo linashindikana kwako. Uliwaponya wengi ulipokuwa duniani. Tetemesha ngome za giza. Mzuie shetani kwa njia zote na ukamshinda kwa niaba ya mama huyo. Ikiwa ni mapenzi yako, jioni ya leo tunaomba ukamrejeshe katika afya yake. Ikiwa kuna dhambi alizozitenda, Bwana ukamsamehe vile vile. Tunakuomba watumishi wako. Neema yako itutoshe. Tunamwombea Caroline ambaye ni mgonjwa, amepiga simu, mwili wake unauma. Usaidie msichana huyo. Neema yako imutoshe vile vile. Nyosha mkono wako uponyaji, vunja nguvu za giza. Mipango ya shetani iweze kushindwa kwa jina la Yesu. Jioni ya leo tunamwombea Derek, vile vile amepiga simu, ameandika ujumbe. Msaidie kijana huyu aweze kuwa na roho ya kujua kweli, roho ya hekima. Mpe Bwana, ulisema yote atakayeomba utampa. Hatuwajui wale tulioombea katika mioyo yao. Bwana, wewe ndiye unayewafahamu zaidi. Neema yako itoshe kila mmoja. Jioni ya leo vijana tumeunganika tena kuomba, sio kwa ajili ya matatizo yetu tu, sio kwa sababu ya mahitaji yetu tu, bali tunawaombea wenzetu. Majina 5 ambayo kila mmoja ameandika na kuyanukuu chini. Fanya muujiza katika maisha ya vijana hao ambao wanatajwa katika maombi. Neema yako itutoshe, jina lako litukuzwe. Baada ya wiki hii ya maombi, kuwe na uamsho wa kipekee miongoni mwa vijana wana matengenezo. Shetani aweze kushindwa, asije akampata yeyote. Mfalme wa amani, neema yako itutoshe kila mmoja pahali alipo, na wale watakaofuatilia video hii baadaye. Baba, saidia kila mmoja. Wale wamepiga simu kutoka nchi mbalimbali wakiuliza mawaidha ambayo tuliwapatia, Bwana iwasaidie. Nusuru kila familia.
Tunaishi kipindi ambacho shetani amevamia familia nyingi. Hebu kamshinde shetani na mapepo wa giza kwa jina la Yesu. Neema yako itutoshe jioni ya leo. Asante kwa sababu umetusikia. Jina lako litukuzwe, ngome za giza zishindwe. Baba, hatuna mengi ya kusema, tukutanisha tena kesho kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuna imani umetusikia. Mapenzi yako yatimizwe kwa kila jambo. Kupitia jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Basi tunachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Bwana ni mwema, Bwana ni mwaminifu. Ningependa kuwahimiza vijana ambao wananifuatilia ya kwamba tuendelee kuomba kwa ajili ya wenzetu, na tusahau ya kwamba Sabato tutakuwa ni wenye kufunga wiki hii ya maombi tukiwa wote pamoja katika kanisa letu la Mwiki. Kwa hivyo hakikisha unafika pale, watumishi wa Mungu tutakuwa pale kwa mapema. Hakikisha una subscribe kwenye channels hizi zetu. Hakikisha una like. Hakikisha unasambazia wengine na uwaeleze ya kwamba kuna ujumbe wa milele hapa. Kuna mtu amenipigia mchana akaniambia, hii makanisa ya Jumapili haikuwahi kutufundisha mtumishi. Mimi nimejipata kwa ndoa na nipo hapo na iko hivi na hivi na hivi. Karibu nilie machozi. Watu wa Mungu sikilizeni. Mungu ametupatia ukweli. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi usiku huu. Kama uko na matatizo mengine, labda uwezi kusema kwenye live, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi. Nambari yangu iko pale kwenye WhatsApp. Kama ungependa tutembee kwako nyumbani, tunaweza kufanya mipango hiyo. Kama uko katika nchi ya Kenya, unaweza kuzungumza nasi kwenye simu baada ya show, ama hata kesho tupo kabla ya kuja kwenye live. Zungumza nasi, tunaweza kutoa mwelekeo ama tunaweza kusaidia na mwelekeo ambao utakusaidia. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Bwana awabariki sana. Mwe na usiku mwema. Mungu